Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ameahidi kushughulikia kero na changamoto mbalimbali zinazowakabili wafanyakazi katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia akiwataka kutekeleza majukumu yao kwa kufanya kazi kwa bidii na ufanisi, huku wakitakiwa kushirikiana na serikali katika kuwafichua viongozi watumishi wabadhirifu ama wala rushwa. Bwana Makonda ametoa ahadi hiyo katika kusherehekea sikukuu ya wafanyakazi duniani Mei Mosi katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, huku akisisitiza kuwa vita dhidi ya watumishi wasio waadilifu na wala rushwa iliyoanzishwa na Rais Dr. Magufuli na kusimamiwa na wateule wake ni ngumu, yenye mtandao mkubwa, lakini akaahidi kupambana mpaka pale maadili dhidi ya watumishi wa umma yatakapofuatwa. Leo hii ukimshughulikia injinia wa manispaa, unatengeneza maadili yasiyopungua 20. Aliyekuwa wa kwanza kwa mkandarasi, aliyekuwa anapewa tenda na kuanza ujenzi bila kudesign kwa makubaliano yeye na injinia. Adili ya pili watakuwa wale watu wa procurement. Adili ya tatu unaweza kukutana na mkurugenzi ni adili yako. Aidha, mkuu huyo mkoa amewataka kuwa wilaya zote katika jiji la Dar es Salaam kuanzisha utaratibu wa kusikiliza kero na changamoto za wafanyakazi, huku yeye akitangaza kuwa kila Alhamisi atakuwa akikutana nao moja kwa moja kusikiliza changamoto na kero zao katika utaratibu alioanzisha wa kukutana na wananchi bila kupitia kwa katibu muhtasi. Waweke utaratibu wa kukutana na kusikiliza wafanyakazi. Wafanyakazi lazima na mimi kwa upande wangu kwa kila Ijumaa nakutana na wananchi wala ambao wana mambo yao ya ujumla, lakini naomba niwaambie leo kila Alhamisi nitakutana na wafanyakazi wenye kero upande wa kazi. Maadhimisho hayo yalienda sambamba na utoaji wa zawadi, fedha taslimu na hundi kwa wafanyakazi bora, ambao baadhi yao wamesema siri ya mafanikio kwa kufanya kazi kwa bidii na ubunifu pamoja na uadilifu katika eneo la kazi. Kwenye utumishi wa umma ni mwaka wangu wa 32, lakini nimefurahi sana kupata zawadi ya mabati 32 ambayo tangu utumishi wangu sijawahi kupewa zawadi nzuri kama hii. Ombi langu na ari kwa watumishi wenzangu, mimi nilikuwa kama mkuu wa masijala ya elimu msingi, ni kuongeza bidii na kujituma na kujitambua kwamba majili wako ni nani kwenye meza uliokalia ili uweze kuitumikia vizuri. Asante. Ni kwamba ni kuwashauri wenzangu tupigane kama tulivyokuwa tunapigana, manake najua wafanyakazi hodari ni wengi. Mimi nimekuwa kama mwakilishi tu. Kwa hiyo hakuna kitu anafanya mtu mmoja, ni ushirikiano wa watu wengi. Mimi nimewakilisha. Nimepokea kwa furaha na itakuwa changamoto kwa wengine. Si kwamba mimi ndio bora zaidi, isipokuwa ni miongoni mwa walioweza kuchaguliwa kwa siku ya leo. Na shauri wafanye kazi kwa ushirikiano, kwa bidii na kwa weledi kadiri ya walivyofundishwa. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.